ni ukweli, nimeishi kwenye nyumba ya jini. Unaweza kutueleza zaidi? Niliona kivuli kikubwa na sauti za ajabu. Dunia ina mambo mengi ya ajabu, mambo ambayo wakati mwingine ni bora kuyasikia tu kama hadithi kuliko ya kukute. Lakini kwa binti Eliza, hadithi hizi zikawa ukweli wake mchungu. Machozi unayoyaona si ya uigizaji, ni machozi ya maumivu yasiyoelezeka, machozi ya usaliti mkuu. Baba aliyempa uhai ndiye aliyemuuza kwa kiumbe cha giza, jini la kutisha linalokula nyama ya binadamu. Eliza anasema kuna watu wata ni mashetani kabisa, na yeye ameyaona hayo kwa macho yake. Amemuona rafiki yake wa karibu akitafunwa mbele yake, damu ikimtapakaa usoni mwake. Yote hayo kwa sababu ya tamaa ya baba yake ya kupata utajiri wa haraka. Huu ni ushuhuda wa kweli uliotukuta hapa Tanzania. Ni simulizi inayotufundisha kuhusu madhara ya tamaa, siri za familia na nguvu ya upendo wa mama. Utajifunza jinsi ndoto za ajabu zilivyokuwa onyo la hatari iliyokuwa inakuja. Utajifunza kuhusu siri ya kifo cha mama yake Eliza ambayo baba yake alikuwa anaificha kwa miaka mingi. Je, Eliza aliwezaje kuukata ule mnyororo wa kijini uliomfunga? Je, kuna tumaini baada ya kupitia jehanamu kama hiyo? Ungana nasi katika safari hii ya kihisia na kuelimisha hapa Book Story, elimu ya wote. Huu ni ujumbe kwa kila kijana na kila mzazi. Endelea kusikiliza mpaka mwisho. Na tafadhali, ili kutusaidia kuendelea kuleta visa hivi vya kweli na mafundisho, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu. Mchango wako ni wa muhimu sana. Picha unayoiona mbele yako sio mchezo wa kuigiza, sio vipodozi vya Halloween. Huu ni ukweli mchungu uliochorwa kwenye ngozi yangu, ukweli unaoishi nusu katika ulimwengu wa wanadamu na nusu katika kuzimu ya majini. Jina langu ni Eliza. Wazee walisema usipoyaona utayasikia. Mimi nimeyapinga hayo yote. Mimi nimeyaona, nimeyasikia, na sasa ninaishi nayo. Bora uyasikie kama hadithi tu, maana yakikukuta utatamani ardhi ipasuke ukamezwe mzima kuliko kuendelea kuishi. Mimi ni mtoto niliyezaliwa na kukulia Dar es Salaam, Tanzania. Maisha yangu yalianza kwa machafuko. Nilimpenda sana mama yangu, lakini alifariki katika mazingira ya kutatanisha sana tukiwa bado wadogo. Kila nilipomuuliza baba yangu, jibu lake lilikuwa moja tu na la mkato: kazi ya Mungu haina makosa. Amefariki kwa amri ya Allah. Hakuniambia ugonjwa wala ajali. Ukimya huo ulinijengea hofu na shaka moyoni mwangu. Hapo ndipo msiba wangu halisi ulipoanza. Baba yangu hakuwa baba wa kawaida. Alikuwa mtu wa giza, mwenye siri nyingi, na hofu zake zilianza kuniandama mimi. Hii ndiyo hadithi ya jinsi alivyoniuza, jinsi alivyonitupa kwenye shimo nikiwa mzima, ili nifunge ndoa ya lazima na kiumbe asiye wa dunia hii. Siku moja, nikiwa sokoni nikitafuta mahitaji ya nyumbani, nilisikia ghafla maumivu makali ya kichwa. Haikuwa maumivu ya kawaida ya homa, yalihisi kama mtu anakigawanya kichwa changu katikati kwa panga. Hofu kubwa ilinitanda. Isitokee kuwa hawa ni wachawi wameanza kunifanyia vitu vyao mchana kweupe, niliwaza huku nikijikaza. Nilirudi nyumbani kwa shida na kumwambia baba, "Baba, sio mzima hata kidogo. Naomba ruhusa nikalale kidogo." Ulikuwa mchana wa jua kali. Nilipolala, niliingia kwenye ndoto nzito ya ajabu. Nilijikuta niko kwenye ufukwe mzuri wa bahari, mchanga mweupe na maji ya bluu. Ghafla, mbele yangu alitokea mwanamume Mwarabu, mtanashati kupita kiasi. Alikuwa na mvuto wa ajabu, na alinitazama kwa macho yaliyojaa mapenzi. Alikaribia na kuniambia, "Eliza, nakupenda sana. Natamani uwe wangu." Licha ya uzuri wake, nilihisi baridi kali moyoni. Nilimjibu, "Wewe ni mzuri sana. Siwezi kuwa na wewe kwa sababu ninahisi utanishinda na utanichepuka. Uzuri wako unanitisha." Yule kijana alitabasamu, lakini tabasamu lile halikufika kwenye macho yake. Alisema, "Mimi naitwa Sule. Unanikataa kwa sababu ya uzuri wangu. Huwezi kunikimbia, Eliza." Hapo ndipo nilipozinduka kutoka ndotoni nikiwa natetemeka. Nilitazama kuta za chumba changu, na jambo la ajabu lilitokea. Harufu nzuri sana ya manukato ya gharama kubwa, harufu ambayo sijawahi kuisikia popote duniani, ilikuwa imejaa chumbani humo. Manukato hayo yaliingia puani mwangu na kuniacha nikiwa na kizunguzungu. Asubuhi iliyofuata, nilimwambia baba yangu kuwa ninataka kwenda kutafuta kazi ili niweze kujitegemea. Baba yangu alikataa katakata. "Hapana, hakuna kwenda kutafuta kazi. Nimekutafutia mchumba tayari, inabidi uanze kujiandaa kwa ndoa," alisema kwa ukali. Nilishtuka sana. "Baba, siwezi kufunga ndoa na mtu nisiyemjua. Hata jina lake silijui." Baba yangu aliwaka moto, uso wake ukiwa na hasira mbaya. "Utaolewa tu. Ukipenda au usipopenda, nimeshaamua." Hofu yangu iliongezeka. Nilijua baba ana siri, na huyu mchumba hawezi kuwa mtu wa kawaida.
Siku zikaenda na nikiwa bado nina wasiwasi, rafiki yangu mmoja alikuja na habari njema. Eliza, kuna sehemu wanatafuta wafanyakazi wa ndani kwenye nyumba moja ya kifahari. Twende tukajaribu bahati yetu. Nilitamani sana kutoroka amri ya baba, hivyo nilikubali. Nilimwambia baba kuwa nimepata kazi. Kwa kushangaza, safari hii alikubali, lakini kwa sharti moja. Nenda, lakini uwe makini sana. Kumbuka kuwa kuna kazi nyingine ni hatari. Usiseme sikuwa nimekuonya. Mimi na rafiki yangu tulienda. Nyumba hiyo ilikuwa jumba la kifahari sana, kubwa kama ikulu. Tulipofika kuomba kazi, tulikaribishwa na bosi wa nyumba hiyo. Mshtuko uliofuata ulikaribia kuniua. Bosi huyo alikuwa ni ule mwanamume Mwarabu niliyemuota ndotoni. Sule alikuwa vile mzuri na mtanashati. Nilimvuta rafiki yangu kando na kumnong'oneza, huyu ndiye yule mwanaume niliyemuota. Nimewahi kumuona. Rafiki yangu alicheka kwa dharau. Eliza, mbona mapema umeshaanza kumtamani bosi? Au unaanza wazimu? Hakuamini kabisa. Yule bosi Sule alitutazama kwa tabasamu ambalo sasa lilianza kunitisha. Alisema, nimewapa kazi ninyi wawili, lakini kuna sharti moja tu na la muhimu sana. Msisubutu kabisa kufungua mlango namba 6. Ule mlango ni hatari kubwa kwenu. Mkizingatia hili, mtakaa hapa kwa amani. Siku zilianza kupita. Nilimpenda rafiki yake na kumwambia, kwani hii nyumba ina mizimu? Mbona tupo ndani lakini tunaambiwa tusifungue mlango mmoja tu? Hakuna anayejiuliza kuna nini humo. Rafiki yangu, kwa sababu alikuwa anataka pesa na kuvutiwa na maisha ya kifahari, alinijibu, achana na hayo mambo Eliza. Tunalipwa vizuri, tunakula vizuri. Hilo la mlango halituhusu. Lakini maisha yangu yalianza kuwa jehanamu ya kisaikolojia. Kila nilipolala niliota Sule. Ndoto zetu zilikuwa za kimapenzi, tukifanya mapenzi kwa namna ambayo ilikuwa inashtua na kutisha wakati mmoja. Asubuhi nilipoamka, nilijisikia mchovu na mnyonge, huku Sule akiwa ananitazama kwa tabasamu la ushindi kila asubuhi. Ikawa kama mtindo wa maisha. Mimi ni mtumwa wake usiku na mjakazi wake mchana. Baada ya mwaka mmoja wa maisha haya, baba yangu aliamua kuja kunitembelea kazini kwangu. Alipofika mlangoni, jambo la kutisha lilitokea. Kama unavyojua wazee wa uswazi na aradar zao, alipoangalia mlangoni, hakuona mlango wa kawaida. Aliona kiumbe cha ajabu, chenye sura ya kutisha, kikikaa mbele ya mlango. Baba yangu aligeuka na kukimbia kwa kasi kubwa, huku akipiga mayowe. Nikiwa ndani, nilimuona akikimbia na kujiuliza, nini kilimtokea baba yangu? Amemwona nini? Baba alipofika nyumbani, alipiga simu mara moja. Eliza, binti yangu, toka kwenye hiyo nyumba haraka sana. Hiyo nyumba sio nzuri hata kidogo. Nimeona kiumbe cha ajabu sana mlangoni. Nilitabasamu kwa dharau na kumjibu, umeanza mzee? Tabia yako sasa. Mimi naishi hapa mwaka mzima, sijawahi kuona kitu chochote. Unaona majini yako tu. Nilikata simu. Baba alipozidi kupata wasiwasi juu yangu, aliamua kwenda kwa mganga wa kienyeji. Alipofika huko, mganga huyo alimwambia, mzee, binti yako yuko hatarini sana. Ikiwezekana mwambie atoke sasa hivi. Na tunavyozungumza hivi, yule rafiki yake na binti yako yupo anafungua ule mlango uliokatazwa. Na kweli, wakati huo, mimi nilikuwa jikoni na rafiki yangu, akiongozwa na udadisi na pengine kishawishi cha Sule, alikuwa amesimama mbele ya mlango namba 6 akitaka kuufungua. Ghafla, baba akapiga simu tena kwa haraka. Eliza, mwambie rafiki yako asifungue ule mlango. Niliruka na kukimbia kwenda kumzuia. Nilipofika mlangoni, nilimkuta ameshafungua ule mlango kidogo tu. Hapo ndipo dunia iliposimama. Kutoka kwenye ule mlango, kiumbe kilijitokeza. Hakikuwa na sura ya mwanadamu. Haikuwa sura ya kutisha tu, ilikuwa sura ya kutisha zaidi ya shetani yoyote anayefikirika. Ngozi yake ilikuwa ya kigamba, macho yakawaka moto, na meno yalikuwa marefu na makali. Ndugu zangu, ninakwambia kweli, kuna majini yanaishi hapa duniani. Kile kiumbe kilimrukia rafiki yangu mbele ya macho yangu. Kabla hata sijaweza kupiga kelele, kilianza kumtafuna rafiki yangu akiwa hai. Nilimuona akivunjwa mifupa na kuliwa nyama yake. Damu iliruka kila mahali, ikinitapakaa kwenye uso na nguo zangu. Damu ya rafiki yangu. Kisha kile kiumbe kilipomaliza chakula chake, jambo la kutisha zaidi lilitokea. Kilibadilika, kilichukua sura yake halisi, na nikamuona bosi wangu, Sule. Hapo ndipo nilipojua Sule na yule jini walikuwa ni mmoja. Nilikuwa natetemeka kwa hofu, nimeshikwa na ganzi, siwezi kukimbia. Sule akiwa amejaa damu mdomoni, alinitazama na kutabasamu. Eliza, una bahati. Nimekupenda, ndio maana bado unaishi. Kama sio hivyo, na wewe ungekuwa chakula changu tangu zamani. Sasa huna chaguo,
Utaishi hapa miaka yako yote mpaka kufa kwako. Hapo ndipo ndoto yangu ilipoisha na jehanamu ya kweli ikaanza. Usikose sehemu ya pili ili tujue, je, baba yake Eliza alifanya nini baada ya kupata uhakika wa maafa hayo? Au Eliza si sahihi? Kile kiumbe kilimfanya mtumwa wake tu au kilimuua na yeye baadaye? Karibu sana, hapa ni Book Story, elimu ya wote. Karibu sehemu ya pili. Huyu ni ukweli, nimeishi kwenye nyumba ya jini.